elekeze kwenye matokeo ya uchunguzi. Chanzo cha ghasia. Nitaanza kwa chanzo cha ghasia ambacho katika muktadha wa ripoti hii tumetofautisha kati ya chanzo na kichocheo cha ghasia. Chanzo ni sababu, asili, chimbuko au mzizi wa swala ambalo limedumu kwa muda mrefu bila kupatiwa ufumbuzi na kuwa na athari hasi katika jamii. Kichocheo ni kitu kinachochochea shauku, ari, hamasa, msukumo au motisha ya kufanya jambo fulani. Kwa maneno mengine, chanzo ni kama mafuta na kichocheo ni kama kibiriti. Vyanzo. Tume imepokea na kuorodhesha jumla ya maeneo 31 yaliyotajwa na mashahidi kuwa ni chanzo cha ghasia za wakati na baada wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. Baada ya kuchakata orodha hiyo na ushahidi, tume imeainisha na kubainisha vyanzo 5 na vichocheo 8 vilivyosababisha kilichotokea tarehe 29 Oktoba. Kwa mujibu wa uchunguzi wa tume, ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu zinatokana na changamoto mbalimbali ambazo zimekuwepo katika jamii kwa muda mrefu bila kutatuliwa. Vyanzo hivyo ni pamoja na vifuatavyo. Mosi, yapo masuala ya kisiasa yanamwilisha madai ya katiba mpya, demokrasia katika mfumo wa vyama vingi vya siasa, malalamiko ndani ya vyama vya siasa, madai ya maboresho ya tume huru ya uchaguzi na mfumo mzima wa uchaguzi. Pili, ni masuala ya kijamii yanayojumuisha ugumu wa maisha, ukosefu wa ajira au kukosekana kwa ustawi katika fursa za ajira na za kiuchumi, mazingira ya biashara na uwekezaji yasiyo rafiki, utitiri wa tozo na kodi na mfumo usio rafiki wa utozaji na ukusanyaji. Tatu, ni masuala ya kijamii yanayojumuisha mmomonyoko wa maadili na kushuka kwa uzalendo, kutopatiwa ufumbuzi na majibu stahiki kwa kero katika jamii kama vile rushwa, ubadhirifu wa mali za umma na madai ya utekaji na kupotea kwa watu. Kwa mujibu wa takwimu za Jeshi la Polisi, kati ya mwaka 2003 na 2005, miaka mitatu, watu 758 walipotea, kutekwa au kujiteka, na kati yao watu 113 walipatikana na mashauri 8 yalifunguliwa ambapo upelelezi unaendelea. Hivyo kwa jumla ya watu 758 waliopotea, kutekwa au kujiteka kwa sababu mbalimbali, watu 445 hawajapatikana. Takwimu hizi na akisi malalamiko ya wananchi kuhusu masuala ya utekaji na kupotea kwa watu. Katika matukio hayo, Jeshi la Polisi ilieleza kwa sababu za kupotea kwa watu kutoka ni pamoja na masuala ya kimapenzi, imani za ushirikina, waliotekwa na wahalifu kwa lengo la kupatia kipato au mali, walijihusisha na vitendo vya kihalifu kwa chuki za kulipiana kisasi, waliojiteka wao wenyewe kutokana na sababu mbalimbali za kudaiwa madeni au kukwepa mkono wa sheria, walioondoka bila taarifa nchini au makwao, na usafirishaji haramu wa binadamu. Katika chanzo cha 4 ni utendaji wa baadhi usioridhisha wa baadhi tu ya watendaji na watumishi wa umma, hususan ngazi za chini, hasa mamlaka za serikali za mitaa, ikiwa ni pamoja na kutosikilizwa au kutatuliwa kero za wananchi kwa wakati na utekelezaji hafifu wa mapendekezo ya tume zilizoundwa awali.
na tano ni masuala yanayohusiana na uhusiano wa kimataifa katika dunia ya leo na ijayo, ambapo mataifa mengi yanatanguliza mbele maslahi yao kama msingi wa mahusiano na kujaribu mbinu na mikakati mbalimbali ya kujiwekea katika nafasi nzuri kuendelea maslahi yao katika nchi nyingine, hasa zinazoendelea na zenye rasilimali nyingi. Mheshimiwa Rais, nije kwenye vichocheo. Ushahidi na taarifa vimeonyesha kwa baadhi ya wanasiasa na wanaharakati walitumia changamoto ya wananchi zinazotokana na vyanzo mbalimbali vilivyobainishwa kama fursa ya kushawishi na kuwachochea wananchi kushiriki katika ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa kutumia kauli mbiu na matamko mbalimbali. Ushahidi na taarifa vinaonyesha kwa baadhi ya wanasiasa na wanaharakati walitumia changamoto za wananchi zilizotokana na vyanzo mbalimbali vilivyobainishwa kama fursa ya kuwashawishi wananchi kushiriki katika ghasia hizo wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa kutumia kauli mbiu, matamko mbalimbali. Na tathmini ya tume imebaini kuwa vilikuwapo vichocheo mahsusi viliohamasisha ari ya kufanya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Vichocheo hivyo vinaweza kuweka katika makundi matatu. Kundi la kwanza linahusu mitandao ya kijamii ambayo kwa mujibu wa mashahidi waliokuja mbele ya tume, mitandao hiyo ilitumika kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu kwa kiwango kikubwa kuliko ambavyo iliwahi kutokea nchini. Aidha, waliibuka wabuni mada kwenye mitandao, yani content creators, ikiwemo mada za kuhamasisha wananchi kutoshiriki uchaguzi mkuu au na kuhakikisha haufanyiki. Mitandao hiyo ilitumika pia kuandaa majukwaa ya majadiliano na kupanga mbinu na kuwaelekeza waliokubali kushiriki vurugu kwa kuzuia uchaguzi mkuu namna ya kufanikisha lengo hilo. Wapo pia mashahidi walioshiriki kufanya ghasia waliokuja mbele ya tume na kukiri kuwa baadhi yao walipewa simu maalum za mkononi na kupewa kazi ya kupiga picha na video za matukio kama vile majeruhi na vifo, au kupiga picha jirani na magari ya jeshi la ulinzi, sambamba na picha za maeneo mbalimbali ya wafanya ghasia walikuwa wamefanikiwa kufanya uratibu, na kisha picha hizo na video zote hizo kurusha moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii ili kuibua hasira za wananchi na kuwahamasisha nao wajitokeze kufanya ghasia kwa vile waliaminishwa kwamba jeshi la Tanzania liko upande wao. Kundi la pili la vichocheo ni kauli za baadhi ya wanasiasa ambazo ziligeuka na kuwa kauli mbiu za walikuwa wanafanya ghasia. Mfano wa kauli mbiu hizo ziko 12, lakini ziko nyingi ambazo baadhi ya washiriki katika ghasia walikiri kuzitumia ni zifuatazo: no reform no election, Oktoba tunatiki, Oktoba tunatoka, tumedhamiria uchaguzi hautofanyika, Samia must go, tunataka kuikomboa nchi yetu, hakuna uchaguzi chini ya serikali hii, tunahakikisha nchi haisimami mpaka serikali iondoke, hakutakuwa na uchaguzi bila mabadiliko ya mfumo, serikali hii imepoteza uhalali wa kuongoza nchi, ni lazima shinikizo la wananchi liongeze hadi serikali iondoke, na mchakato na kuwapata wagombea umekuwa taratibu, wagombea sio halali, mchakato urudiwe. Hizo ni baadhi ya kauli. Kundi la tatu la vichocheo
lihusu baadhi ya maeneo ya nchi ambapo walikusudia kugombea viti vya udiwani na ubunge. Majina yao yalikatwa kwenye ngazi za juu za vyama, na hivyo wakaona kuwa ghasia zilizokuwa zinafanywa zinawasaidia kudai mabadiliko ya mfumo wa kupata wagombea ndani ya vyama vyao, na wakashiriki chini chini kuhamasisha wafuasi wao kushiriki kwenye ghasia. Lengo la wahusika. Kabla ya kueleza matokeo ya uchunguzi kuhusu lengo la wahusika, niruhusu nieleze kwa kifupi sana kuhusu dhana ya maandamano na matokeo ya uchunguzi wa tume kuhusu kilichodaiwa tarehe 29 Oktoba, endapo kilikuwa ni maandamano au sio maandamano. Dhana ya maandamano ya amani. Kabla ya kuzungumzia lengo la waathirika, matukio yalikuwa yanachunguza ghasia, ni muhimu kupata jibu la swala liliopo wakati na baada ya uchaguzi mkuu kama yalikuwa maandamano ya amani, na hivyo kustahili kinga na utetezi kwa mujibu wa mikataba au sheria za kimataifa, kikanda na kitaifa au la. Majibu ya swala hilo ni muhimu kwa vile baadhi ya wadau, ikiwemo watetezi wa haki za binadamu ndani na nje ya nchi, bado wanadai kuwa wahusika na haki ya kikatiba kufanya maandamano katika siku hiyo ilikuwepo siku hiyo ya 29 Oktoba. Hivyo tume ilifanya uchambuzi wa mikataba, sheria na kanuni mbalimbali za kimataifa, kikanda na kitaifa kuhusu dhana ya haki ya maandamano ya amani na mipaka yake. Mheshimiwa Rais, maandamano ni miongoni mwa haki za msingi zinazotambuliwa na ibara 21 ya mkataba wa kimataifa kuhusu haki za raia na za kisasa mwaka 1966 uliopitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa tarehe 19 Disemba mwaka 1966. Pamoja na mambo mengine, ibara hii inatambua haki ya kukusanyika kwa amani. Aidha, mkataba huu pia unaruhusu serikali kuweka mipaka kwa ajili ya usalama wa taifa, usalama wa umma, afya au maadili ya jamii na kulinda haki za watu wengine. Vile vile, uwekaji wa mipaka ni lazima uzingatie haki ya msingi ya kuishi kama ilivyoainishwa katika ibara 6 inayotaja kuwa kila binadamu ana haki ya asili ya kuishi, pamoja na ibara 21 inayotambua wigo na ukomo wa maandamano kama yapo kisheria, kihalali, ulazima, uzingatiwaji wa uwiano na ni lazima kwa ulinzi na usalama wa umma. Kuhusu misingi ya kikanda, haki ya kukusanyika na kuandamana kwa amani imeelezwa katika mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu wa mwaka 1981 na mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wa mwaka 1999 kuwa ni haki ya msingi inayotakiwa kulindwa na kuheshimu. Katika mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu wa 1981, haki ya kusanyika kwa uhuru na amani imetambuliwa na ibara 11, na ibara hiyo imeweka wazi kwa mtu ana haki ya kukusanyika kwa uhuru pamoja na wengine. Aidha, serikali zinaweza kuweka masharti kuhusu haki hiyo kwa ajili ya maslahi ya usalama wa taifa, usalama wa umma, afya, maadili pamoja na haki na uhuru wa watu wengine. Tume ya Afrika ya haki za binadamu na utawala bora pia imeweka mwongozo kuhusu uhuru wa kujumuika na kukusanyika barani Afrika uliopitishwa mwaka 1917,
ili kulinda haki ya maandamano barani Afrika. Mwongozo huu unazingatia nchi wanachama kuhakikisha maandamano ya amani yanaruhusiwa kwa mujibu wa sheria za nchi. Wajibu wa serikali ni kuruhusu mijumuiko hiyo iliyobainisha katika katiba za nchi, na polisi wanapaswa kulinda waandamanaji na matumizi ya nguvu kupita kiasi hayaruhusiwi. Misingi ya kitaifa. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 imeweka haki za msingi za binadamu, ikiwa haki ya kuishi na uhuru wa kukusanyika au kuandamana kama sehemu ya kutumia haki za uhuru wa maoni na kujieleza, pamoja na uhuru wa kukutana kwa watu wengine kwa hiari na kwa amani. Aidha, sheria ya Jeshi la Polisi na huduma saidizi pia imetoa mwongozo kwa mambo mengine na imeweka taratibu wa namna haki ya maandamano inavyopaswa kutekelezwa katika utekelezaji wa haki hiyo. Sheria pia imeweka mambo ya msingi ya kuzingatiwa kwa washiriki waandamanaji na serikali, kama vile haki ya maandamanaji na wajibu wa kutoa notice, kueleza madhumuni ya maandamano na eneo la mkusanyiko na utoaji wa zuio la maandamano. Baada ya uchambuzi na ushahidi na taarifa kuhusu matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu, kwa muktadha wa vifungu hivyo vya katiba, hususan kukusanyika, kuandamana kwa amani na kutoa maoni, na baada ya uchambuzi wa mikataba ya kimataifa, kikanda na sheria za Tanzania kuhusu wajibu wa serikali kulinda haki ya kukusanyika kwa amani, ni hitimisho la tume kuwa kilichotokea siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 25 hayakuwa maandamano ya amani, bali yalikuwa ghasia zilizoambatana na matukio ya uvunjifu wa amani. Hitimisho hilo linatokana na sababu 4. Ya kwanza, yanadaiwa kuwa maandamano hayakuzingatia matakwa ya ibara 18 na 20